Ni siku ya Jumapili asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji, ninafurahia kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ninatumai kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Mwenyezi Mungu katulinda wiki yote, akawa pamoja nasi, na pia hata usiku wa leo akaweza na kutulinda na kutubariki na uhai katika uso wa dunia siku ya leo. Sio kawaida tu kuamka kujipata kwamba uko sawa, kila kiungo cha mwili kinafanya kazi. Sio kawaida kuona kwamba umemaliza wiki ukiwa salama, lakini tu ni kwa neema zake, ni kwa nguvu zake. Hivyo basi nafaa tukaweza na kumshukuru na kulihimidi jina lake na kusema kwamba Mungu ni mwema kila wakati. Basi asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ukaweza na kupokea hizo baraka hata kabla hujaweza na kufika pale kanisani ama kuhudhuria ibada kwa siku ya leo. Hivyo basi karibia tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Madinga au Yata Pastorate Machakos Sabendikota. Nikitumai kwamba uko tayari kabisa ukaweza na kuchota hizi baraka asubuhi ya leo. Karibu. Asubuhi hii ya leo, ndugu, dada, mtazamaji, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo na karibu katika neno la Mungu ya siku ya leo. Na ningependa tumtangulize Mungu kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi njema ambayo umetupa. Wakati huu tunataka kulisoma neno lako. Tunajikabidhi mikononi mwako, na kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu akaweze kutuongoza. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba. Amina. Ndugu, dada mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo ningependa tukaweze kusoma neno la Mungu. Najua uko na mambo ya kujitapanga na kujitayarisha kuhudhuria ibada ya siku ya leo, lakini ni vizuri tukaweze kuanza kwa neno la Mungu. Some mistari miwili mitatu ya kutuongoza, na nitasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mtume, mlango ni wa 10, mstari wa 34 na ule wa 35. Tusome pamoja. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tukijifundisha mambo makuu ya Roho Mtakatifu, na leo ningependa tukaweze kuangalia maneno haya ambayo Petro aliyasema. Petro aliyekuwa mmoja kwa wale ambao walijazwa na Roho Mtakatifu aliweza kuangalia katika kazi hii, katika mambo yote, katika maisha yake, na akatambua ya kwamba Mungu hakika hapendelei. Na ndipo asubuhi ya leo, ndugu mtazamaji, ningependa kukuambia ya kwamba kila yeyote katika dunia, awe kabila gani, awe katika nchi gani, awe maskini, awe tajiri, awe mzima wa afya, awe mdhaifu, yeyote anayetenda haki, yeyote anayetenda haki na kumcha Mungu, bila shaka huyo Mungu umkubali. Hakuna jambo nzuri kama mtu kukubaliwa na Mungu. Tunasoma kwenye kitabu ama Biblia wale watu wote ambao walikubaliwa na Mungu, yale mambo ambayo waliweza kupewa. Waliishi maisha mazuri,
waliishi vizuri na wakafanya na kutenda makuu. Na hata kwa sababu ya kutenda mambo mazuri na kumcha Mungu, tunayasoma kwenye kitabu cha Biblia. Na ni kweli Mungu hana upendeleo. Kuna mambo ambayo nayajua ya Mungu. Kama Mungu ameahidi jambo na unapolitenda jinsi lilivyo, hawezi kukosa kukulipa. Na kama kuna jambo ambalo Mungu alisema atalitenda, Mungu hakika si mdanganyifu. Mungu hutenda kulingana na vile alivyosema. Kwa hivyo ningependa kusema nini, ndugu mtazamaji? Yale yote ambayo Mungu alisema ndani yetu sisi wa Kristo kupitia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, hakika ukiyatimiliza, ukiyatenda, ukiyatekeleza, ukiwa unamcha Mungu na wewe ni mtu wa kutenda haki, hakika utakubaliwa na Mungu. Kuna mambo magumu siku ya leo kwa sababu watu wanatenda kulingana na mapenzi ya watu ili wasiweze kuachiliwa. Wanatenda kulingana na vile watu wanavyotaka ili watu wakubaliane na wao. Hata kama wanatenda maovu, mtu anajipendekeza, anatenda kulingana na vile wanadamu wanataka, ama kulingana na vile unavyoona watu wanapendelea. Lakini Petro ametueleza vizuri, akasema hakika ametambua, hakika amejua mtu yeyote, awe ni mkabila gani, awe ni wa nchi gani, awe ni wa kiwango gani, akimcha huyo Mungu, Mungu wetu, na akitenda haki ndani ya Mungu, huyo mtu hukubaliwa. Mungu hana upendeleo. Mungu hapendelei. Kama umetenda dhambi, wewe ni mtenda dhambi. Na adhabu ya dhambi ni kuja kwa Mungu, utubu, ungeuke, ama ukatae, uangamie. Ukiokolewa, unafuata sheria za Mungu, na ukimcha huyo Mungu, hakika Mungu hapendelei, atakupokea. Ni vizuri kutenda yaliyo mema kwa Mungu kuliko kutenda kulingana na mapenzi ya watu. Kwa sababu watu watakupenda leo na kesho watakuacha. Watu watakusaidia leo na kesho watakuacha. Lakini Mungu atakapokukubali, akishakukubali, ni kama kusema umeingia mahali pazuri. Ukikubaliwa na Mungu, una kila kitu, una mambo yote mbele yako. Mungu atakuwa mlinzi wako, atakuwa kiongozi wako. Kila mara ukitembea, utatembea na yeye. Atakufanikisha maishani kwa sababu wewe unamcha huyo Mungu, na Mungu unatenda haki, na akikukubali uko na kila kitu. Je, wewe unatenda kulingana na mapenzi ya watu, ama Roho Mtakatifu anakuongoza kutenda yaliyo haki ukimcha huyo Mungu? Angalia jinsi unavyotembea. Angalia jinsi unavyoishi. Angalia mienendo yako. Angalia vile unavyosema, vile unavyoongea. Je, unatenda haki? Hayo ni maswali ambayo unafaa kujiuliza wewe mwenyewe. Kwa sababu mtumishi wa Mungu Petro aliangalia kwa kindani, akaona tu, ndipo akasimulia akasema, hakika ametambua Mungu hapendelei, bali tu amchaye huyo Mungu na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Je, kumcha Mungu ni kufanya nini? Ni zile sheria za Mungu, vile Mungu amesema, amepanga mambo yake, na huwezi kuyadharau, unayafuata jinsi yalivyo. Huko ndiko kumcha Mungu.
na unayatenda jinsi yalivyo, uko ndiko kutenda haki. Kama ni siku ya ibada, amesema nini Mungu? Unakubali hii ndio siku ya kumwabudu Mungu, na siwezi kufanya jambo lingine. Na nitakapoenda kumwabudu huyu Mungu, ninatenda haki ya aina gani? Ninamtolea sadaka na ninafanya ile kazi ambayo imepangwa kwa ajili ya Mungu. Kwanza umemcha Mungu kwa kukubali amesema nini kuhusu siku yake. Na ukienda pale unatenda haki kulingana na vile amesema. Kuwapenda wale wengine jinsi unavyojipenda mwenyewe. Unakubali kwamba Mungu ndiye alisema tupendane. Na unapoanza kuwapenda wenzako, uko unawatendea haki. Hayo mambo Mungu atakukubali. Amesema usifanye hiki. Usipofanya, ukimcha huyo Mungu na utende ile inayostahili, ndiko kutenda haki. Na hiyo haki na kumcha Mungu atakukubali. Mtu aliyekubaliwa na Mungu, hata ukimwangalia utaona baraka zinamiminika kwake. Kwa sababu Mungu ana kila kitu. Hakuna kitu ambacho unaweza kumuomba Mungu ukose kupewa na ukose kupata. Kwa hivyo mtazamaji, ninakusihi kama jinsi Petro alivyosema, alishuhudia ya kwamba hakika katika mataifa yote, katika kabila zote, katika viwango vyetu vyote, hakika Mungu hana upendeleo. Si kama mwanadamu anaweza kuinua watu wa jamii yake. Hapana, Mungu hapendelei. Anataka tu yule anayemcha Mungu na yule anayetenda haki, hakika ukubaliwa na Mungu. Mtazamaji, jaribu kumcha Mungu katika mambo yote na ujaribu kutenda haki kulingana na vile Mungu amesema, uone Mungu akikukubali. Na utakapokubaliwa na Mungu, yote umeyapata. Chochote kile ambacho unahitaji utapata. Lakini masharti umche Mungu na utende haki. Akikukubali si kama mwanadamu. Hawezi kubadilika, milele utaishi akiwa ndani yako. Bwana akubariki na alibariki neno lake. Amina. Asante Mungu wetu kwa fundisho ambalo tumefundishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tumejua ya kwamba hakika hauna upendeleo. Yule anayetenda haki na kukucha wewe Mungu, hakika unampenda na unamkubali. Sisi tunaomba tukaweze kumcha Mungu na kutenda haki ili tukaweze kukubaliwa na Mungu. Tukikubaliwa na Mungu tumepata kila kitu. Tujalie na tuendelee na kudumu tukiongozwa na Roho Mtakatifu ili tukaweze kumcha Mungu na kutenda haki. Bariki watazamaji wote, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Amina. Tuwapende na kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi, kama vile ambavyo Mungu mwenyewe anapenda wote ambao wanamcha na huwa wanatenda mema bila ubaguzi. Mungu ana upendeleo. Siku ya leo ambapo ni siku ya ibada, tunafaa kukumbuka kwamba watu wote, mataifa wote, mtu awe na rangi aina gani, mtu awe kabila gani, Mwenyezi Mungu anatupenda sisi wote bila ubaguzi. Mbona wewe uwe na ubaguzi? Mbona wewe uangalie mwingine uone kwamba hafai, bali ni wewe unafaa? Mbona uangalie hawa useme kwamba hawa ndo wangu na wale sio wangu? Tusiwe na ubaguzi. Kama vile ambavyo Mungu ana upendeleo, basi nasi tusije tukawa na upendeleo. Waumini wa Kristo, ninawasihi tusije tukawa na upendeleo. Watu wote ni wa Mungu. Tuwajali, tuwapende wote bila upendeleo, bila
ubaguzi, ili Roho Mtakatifu yule ambaye tumekuwa tukifundishwa hii wiki yote akaweza na kuzidi na kufanya kazi ndani yetu, na hakika tutabarikiwa. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, ibada ya baraka kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu kakutane nawe na akaweze kukubariki, na neema yake kwa mno likaweze na kufanya kazi juu yako, na likaweze na kukunenea mengi ambayo ni ya baraka, hiyo neema tu. Reverend, tumeshukuru sana, umekuwa ni wabaraka kwetu hiyo wiki yote. Mungu na akubariki, akuongezee mengi. Mtazamaji wangu pia ninakushukuru sana, Mungu akubariki, Mungu kakuongezee mengi ambayo unahitaji kutoka kwake. Nimekuwa wako Reverend Lucy Michael, nikikwambia kwamba Mungu yuakunjali, Roho wake Mtakatifu anaendelea na kufanya kazi ndani yako ukimkubali.